بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Safar mwaka 1445 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, tulizungumzia kikao kilichopita na kueleza namna Makuraishi walivyojaribu kutaka kumvutia Mtume sallallahu alayhi wasallam ili awache kufanya da'wa kwa mambo ya kidunia, mali, ufalme na vinginevyo katika vile ambavyo walijaribu kumpa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili awache da'wa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu kuwa jambo lake ni amri inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa hata liwacha. Udhia za Makuraish ziliendelea sana baada ya masahaba wale waliofanya hijra kwenda Habasha kurudi Makkah. عادت قريش إلى ما كانت عليه من الاضطهاد كأشد ما كانت. Makuraish wakarudia vile walivyokuwa katika kuwakandamiza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi. وأغرت سائر القبائل بمضاعفة الأذى للمسلمين، bali na waghuri na makabila mengine na kuwahimiza katika kuongeza udhia dhidi ya Waislamu. Kwa ikawa kila anayesilimu akuta udhia mkubwa sana kutokamana na jamaa zake, hatta balagha aljahd washtadda alayhim albala, ikafikia hali ikawa ni uzito mkubwa kwa wao, balaa imekuwa zaidi. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أصحابه رضي الله عنهم من البلاء أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية. Mtume صلى الله عليه وسلم alipoona kile kilichowapata masahaba wake katika balaa na mtihani, akawapa idhni masahaba kuondoka hijra mara ya pili kurudi au kuelekea Habasha, Ethiopia. وكانت الهجرة الثانية أشق من سابقتها، na hii hijra ya pili ikawa na uzito zaidi kuliko ile iliyopita. Maana hii hijra ikawa na uzito zaidi sababu Makuraish wakawa sasa hivi wamepata funzo katika ile hijra ya kwanza. Kwa hivyo wakajaribu kwa kila namna kuwazuia ili wasiweze kwenda hijra kama ile. Masahaba wakatoka kwa siri kuelekea na kwenda Habasha. وكان عدة من خرج في هذه الهجرة من الرجال 83 رجلا. wale waliotoka kwenda hijra katika wanaume kwa mara ya pili hii ikawa ni wanaume 83. wanaume 83 wakatoka kuelekea hijra kuelekea zao Habasha. Hii ni katika upande wa wanaume. wa min an-nisaa 18 imra'atan, na katika wanawake wakaenda 18.
katika wanawake 11 qurashiyat wanawake 11 katika kabila la Quraysh wa 7 ghairu qurashiyat na 7 walikuwa si katika wanawake wa Quraysh. Na hapa hii idadi tunayoitaja hawakutaja wanaovioni wa tarikh idadi ya watoto waliokwenda na wale waliozaliwa Habasha. Hii ni ile idadi walioondoka ya watu wazima. وفي طريق الهجرة الثانية إلى الحبشة وكيوا نجياني وإلكي حبشة مات خالد بن حزام رضي الله عنه من حية نهشته. صحابة خالد بن حزام رضي الله عنه akiwa njiani akaumwa na nyoka akafariki njiani. Na nyoka ni mnyama katika wale wanyama ambao tumeamrishwa kuwaua fil hilli wal haram, akiwa katika haram, akiwa nje ya haram, katika wale wanyama ambao tumeamrishwa kuwaua. Maal asaf leo imefikia hali watu hujifanya wana huruma sana, wana huruma sana mpaka kwa nyoka. Kuna bwana mmoja alimpata yule chatu anamzunguka ndama wake ng'ombe, asikia kelele za ng'ombe, akaenda, uzuri alikuwa na shoka, akamkata kichwa yule chatu. Basi nikuwa habari, maana siku hizi kila kitu cha kutona video. Kwa nini anamuua yule nyoka? Yule nyoka pia ana haki ya kuishi, fahamu? Sasa tuwaambia, na kwa nini amemlandama watu? Kwani yule ndama ana haki ya kuishi? Mali ya mtu iliwe? Mbona watu waenda kwenye upumbavu? Lakini yani watu waenda katika hali wana huruma na vitu ambavyo havistahiki kuonewa huruma. Na hawa muona hawa makafiri hao wanaopiga kelele hizi, wao ndio waovu kabisa katika kuwaua Waislamu na kuwafanyia uadui Waislamu. Lakini nyoka atetewa, tena itaiko kwenye vichwa vya habari, nyoka apigwa shoka. Huyo anamuonea huruma, angempiga shoka kisha akamkatakata na panga hivi. Joka hilo kubwa kabisa. Yani sielewi, mali ya mtu, ng'ombe zake, amwangalie hivi aliyo na nyoka, si atakuwa huyo majnun? Nani anaweza kufanya kitu kama hicho? Lakini akapelekiwa lawama kweli, tena lawama utafikiria. Lakini huu ndio ulimwengu tunaoishi. Mambo yamebadilika, watu wamekuwa hawajielewi. Huyu sahaba alikuwa mzima, njiani kabla ya kufika Habasha hakuiona Habasha, akaumwa na nyoka. قال الزبير رضي الله عنه, الزبير بن عوام رضي الله عنه سمع: وكنت أتوقعه, nilikuwa namtarajia aje, msubiri, وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة, alikuwa ametangulia, sema namsubiri aje katika ardhi ya Habasha. فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني, hakuna kitu kilichonihuzunisha sana kama kifo cha Khalid ibn Hizam kiliponifikia. Kwa nini? لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله أو ذوي رحمه, ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزة ولا أرجو غيره. At least kila mmoja alikuwa na jamaa yake, mtu wake, kabila lake katika wale waliofanya hijra, isipokuwa mimi peke yangu. Ilikuwa huyu ndio jamaa yangu, namsubiri aje, lakini Allah kujalia yeye kufika, kwa hivyo nikawa niko peke yangu katika familia yake. Kwa huyu sahaba hakuwahi kufika Habasha. Na Khalid ibn Hizam akhu Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, huyu sahaba ni ndugu yake
حكيم ابن حزام رضي الله عنه وابن أخي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها نني mtoto wa ndugu yake Khadija mke wake mtume sallallahu alaihi wasallam bimaana mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam Khadija ni ammati yake sababu Hakim ibn Hizam amuita Khadija amma ni dada yake baba yake Khalid ibn Hizam أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية فنهشته الثعبان والحية فمات في الطريق قبل أن يدخل إلى أرض الحبشة وصحابة لكتك ولا لسليم موانزو nakafanya hijra kuelekea Habasha akaumwa na nyoka hakuwahi kuiona ardhi ya Habasha masahaba wakafanya hijra wakafika Ethiopia wataweza kusema kuwa Ethiopia Uislamu ulifika kabla ya kufika nchi nyingi za Kiarabu Yaman na hata Madina na Madina iko katika Hijaz lakini da'wa ya Uislamu imefika Ethiopia kabla ya kufika hata Madina kwa sababu ndio hijra ya mwanzo waliyofanya فلما رأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة ما قريش walipoona na kupata habari kuwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wamepata amani na utulivu katika ardhi ya Habasha wa annahum qad asabu biha daran wa istiqraran wamepata sehemu ya kuishi na utulivu wa husna jiwari min an-Najashi radiyallahu anhu jirani mzuri na ukapokelewa vizuri na mfalme an-Najashi radiyallahu anhu ائتمروا فيما بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي وفدا منهم فيردهم عليهم wakapanga njama makureish kuwa watume watu waende wakazungumze na Najashi na makureish walikuwa na biashara pia Ethiopia yani walikuwa wakifika mpaka huko waende kule ili wakaweze kumkinaisha Najashi awarejeshe kwao ili wawatesi hao jamaa walikuwa na taabu sana yani pale kwao hawana raha baki pia wameondoka wamekwenda Habasha hawana raha kule waliko huko waliko wataka wafike huko ili wasipate kupata ule utulivu waliokuwa nao wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hawaja wafanya chochote lakini basi tu kwa nini wapate utulivu tunataka kuwaudhi tunataka matatizo tu yawapate wale fakhtaru rajulaini jaldaini wakachagua watu wawili wenye nguvu wana nguvu za kiwiliwili na wana nguvu za ulimi dawahi ni watu wajua kuifanya haki ikaonekana batil na batil ikaonekana ni haki وهما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة عمرو بن العاص من قبل يكسلم عبد الله بن أبي ربيعة وأرسلوا معهما الهدايا للنجاشي ولبطارقته kisha wakawapa zawadi kama hongwa zawadi kubwa wampelekee Najashi na wale wakubwa batariqan jam'u bitriq وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم لغة ya Roma ni yule mtu ambaye ana khibra ya vita yani wale makomanda wale wakubwa wale waende wampe zawadi huyu mpe zawadi huyu mpe zawadi وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم kitu kilichokuwa cha wapendezea sana watu wa Habasha kutoka huko Hijaz ni ngozi zawadi ya ngozi sababu watengezea nao nguo watengezea walikuwa wakipenda sana zile ngozi zinazotoka upande huo fajama'u lahu udman wakamkusanyia ngozi nyingi ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية
na hakuacha yoyote katika wale makomanda wa jeshi la Najashi isipokuwa anampelekea zawadi. Hawamwambii kuwa hii zawadi ni hongo, hawamwambii hivyo sababu watakataa, lakini wana njia wao, wajua namna ya kuwapa zawadi na kuwakinaisha, kuwaregesha wale waliokuja kwao. فقالوا لكل بطريق منهم بعد أن دفعا إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ngala vile alikuwa janja, kabla ya kwenda kwa Najashi, kila komanda waliyempa zawadi wakawa wamwambia, innahu qad dawa ila baladi almalik minna ghilman sufaha, wamekuja wakaingia katika mujtamaa wenu, kwa mfalme wenu, baadhi ya vijana wetu, jamaa na adabu. Hata Uthman pia kijana, yani watu wazima kinaitwa vijana. Vijana wamekuja huku sufaha, vijana akili zao masafii, wapumbavu, hawana akili, wamekuja vijana huku. Na hivi ndivyo ilivyo katika kutumia lugha za madharau kutokamana na watu wa batili siku zote, na tarehe yajikariri. Hata watu wa Ibrahim alayhi salam walipopata yale masanamu yao yamevunjwa vunjwa, kitu cha kwanza kusema ni sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kwa nini akili yao haikwenda kwa mtu yeyote, kwenda kwa Ibrahim? Kwa nini? Kwa sababu mtu akiwa yakizungumza kitu sana, mwisho yajulikana nacho. Ibrahim alikuwa daima akizungumza kuhusu tauhid na kuwakataza wao kuabudu masanamu, mpaka akawa kwao mji mzima wamjua Ibrahim ni mtu wa tauhid. Yule alingania watu katika tauhid, hakuna mtu mwingine atafanya shughuli isipokuwa ni yule, sababu alingania watu katika tauhid. Hata Yaman ukienda kwa mabedui kule Hadhramut, ukiwauliza wale watu wanaokuja kwao kwa ajili ya da'wa, watakwambia fi ashabu tauhid وفي كذا, wataja wale wengine. Ashabu tauhid wamaanisha salafiyun, sababu kila wakija kwao wazungumzia kuhusu umuhimu wa tauhid. Sasa wakawa wasema sami'na fatan, kuna kijana hapa walikuwa tumsikia kila siku awataja hao masanamu wetu. Sasa hii lugha yatumika kwa vijana. Kuna vijana wajinga wametoka kule kwetu, wamekuja hapa kwenu, watawaharibia hapa. Kule washaharibu, kushawaja hapa watakuharibia. Yani kama ambayo wamekuja pale kuwatakia kheri wale watu wa Habasha. Hawakuja kuambia sasa tuwapa hizi ngozi akisha jamaa warudi wale. Sawa? Wawapa zawadi, hata ile zawadi haihusiana na mambo kama. Lakini katika by the way, yani zile story wanazowapa, kuna vijana wamekuja hapa kwenu kutoka kwetu kule, sufaha, wamefanya waliofanya kule kwetu, wakaja hapa kwenu, faraqu dina qaumihim, wamewacha dini ya jamaa zao, walam yadkhulu fi dinikum, wanatuachia sisi dini yetu hawaitaki, na dini yenu pia hawaitaki. Yani wale walikuwa manasara, wajau bidinin mubtada', wamekuja na dini ya uzushi mpya. Kuja na dini mpya bwana, sisi hatuitambui dini hii. La na'rifuhu nahnu wala antum, hatuijui sisi dini hii, sisi wala nyinyi pia. Yani wawaingiza wale kama wao pia ni victims. Muona lugha inayotumika hapa. Qala wa qad ba'athana qaumuna liyaruddahum almalik ilayhim, na jamaa zetu kule wametutuma ili mfalme awaregeshe kule kwao, awaregeshe kwa jamaa zao. Fa idha kallamna almalika fihi, basi sikilizeni, sisi tukizungumza na mfalme kuhusu hawa jamaa, fa ashiru alayhi bi an yuslimahum ilaina, basi na nyinyi mpeni ushauri awasalimishe wale watu kwetu sisi, tuende na wao tuwarudishe kule. Fahamu? Sasa wale watakuwa waona ule ushauri wao wanampa mfalme ni kuwa wamuelekeza katika usawa, si kuwa wafajua wafanya dhulma. La, wao waona kuwa kweli hao watu kumbe ni waovu na sisi tumewapokea, wacha tuwarudishe kwao.
qala fa ashiru alayhi bi an yuslimahum ilaina wa la yukallimahum, asiwape nafasi wale kuzungumza. fa inna qaumahum a'la bihim 'aynan ay a'lamu bihim, kwa sababu hakika jamaa zao wawajua zaidi kuliko nyinyi hawa. wa a'lamu bima aabu alaihim, zile aibu walizowatia wajua zaidi kuhusu watu na ile mambo waliokuwa nayo maovu, yani ile masahaba. Baada ya kutengeneza mazingira vizuri, sasa wale si ndio washauri, watakaa pale kwa mfalme, na mfalme akisimama atataka ushauri kwa watu wake wamuelekeza vipi. thumma innahuma hadara ila an-najashi, wakaja wakahudhuria mbele ya nani? Mfalme an-Najashi. waqaddama lahu al-hadaya, mwanzo wakaanza kumletea nini? Zawadi. Zawadi ili wamlainishe, kampa zawadi. وكان فيها أدم كثير وفرس وجبة ديباج, na ndani ya zile zawadi kulikuwa na ngozi nyingi, wakampa farasi Arabian horse. Sio msikia leo, mshasikia ile mazadi yao, mpaka farasi mmoja usijui milioni ngapi dola. Shawahi kusikia? Hakuna farasi ulimwenguni kama farasi wanaotoka bara Arabu, hakuna mfano wao. Ile shape yao walivyo na namna wanavyokwenda mbio duniani sasa hivi, wale wanaoongoza katika mashindano ya farasi ni Arabian horse, sababu ni membamba hivi, kwenda mbio kweli kweli. Sasa wana thamani kweli, kama wakamletea na zawadi farasi, tena na jubba la silk ghali kabisa. Huu ni utangulizi, kisha tuzungumza. Sasa kama mtu si mwadilifu, huwa kuna balaa sana. Kuna tukio lilitokea Misri, na tukio la kweli. Kuna bwana mmoja Misri, katika urathi wake hana mtu, tajiri sana, miaka ya nyuma akahusia nusu ya mali ende kwa mbwa wake ambaye ndio mfuga. Hana mtu, nusu ya mali atakamwekea mbwa, nusu mtasikia ya nani. Sasa ikawa ndiyo maneno yanayozungumzwa katika mtaa, vipi watu maskini wana taabu, apewa mbwa urathi, mbwa apewa urathi, mbwa wa Misri. Wakaja juu mpaka ikabidi kesi ipelekwe kwa kadhi. Kadhi akakasirika pia sana, vipi mali iweke kwa ajili ya mbwa? Bas kotini yule jamaa alifariki, alikuwa mkorofi, amemwekea wakili pia yule mbwa amtetee, ili ile mali iwe ajua yeye itapingwa. Sasa yule judge siku hiyo akaanza, hii mambo gani? Mwanzo akazungumza, yani kadhi, yani kwa nini afanye hivi? Lakini Allah, wewe wasemaje? Yule wakili akasema, mwanzo hii nusu ya mali ilikuwa imewekewa huyu mbwa, na nusu nyingine ni ya yule kadhi atakayehukumu kesi yake. Nusu ya pili ni ya yule kadhi atakayehukumu kesi yake. Wajua yule Kishki Haraki yule wa Misri wa zamani, yule mzee jamaa alikuwa akishambulia sana serikali, alikuwa na ukhawarij, wallahu almusta'an. Almuhim, yeye aeleza katika gazeti lao mtajwa kisa, kisha yeye akieleza yule kadhi amuuliza yule wakili, almarhuma li arejele almarhuma li, angeuka marhum sasa ale, yani qala ايش, ambia marhuma ansema nini? Angeuka hapo kadhi, marhuma ansema nini? Ansema nusu ya mali ya kadhi. Ambia basi ashashinda kesi, akashinda kesi mbwa.
na yeye akapata nusu ya mali nyingi. Hasa kuna baadhi na haya yako sana, aikiwa mtu kwenye manasa ya kuwa yeye ndio yuhukumu kisha yuwahongwa tu, au hukumu kwa vile anavyotaka yule aliyemuhonga. Sasa hivi ndivyo walivyofanya Makuraish, na nafsi dhaifu, yani akishapewa zawadi, akishapewa hiki, sasa yuona uzito kutoa hukumu ambayo itakwenda kinyume na yule aliyempa zawadi. Na ndio maana watu wanaofanya kazi za kiserikali kama hizi hawaruhusiwi kupokea nini? Zawadi, hadaya al-ummal. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Kuna yule sahaba alitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kukusanya zaka za wanyama, na akaenda akakusanya, kisha akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Rasulullah, hadhihi li bait al-mal wa hadhihi li uhdiya li, hizi ni za baitul mal na hizi ni zangu mimi, nimepewa zawadi nilivyokwenda kule. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, afala jalasta fi baiti ummika, sungekaa kwenye nyumba ya mamako na babako kisha ukaongojea kama hii zawadi ungepewa kule, baada ya mimi kukutuma wewe uende kule, wale watu ndio wakakupa zawadi. Akasimama juu ya mimbar Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza, ma balu aqwam, wana nini baadhi ya watu, mimi nawatuma katika kwenda kukusanya zaka, kisha yatini fayaqulu hadha li wa hadha li bait almal au lilmuslimin, hii yangu na hii ni ya Uislamu. Afala jalasa fi baiti ummihi wa abihi, si angekaa kwenye nyumba ya baba yake na mama yake akaongojea kama ile zawadi itamjia kule? Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza hili jambo, kwa sababu ukipewa tu kinachofuata itakuwa nini? Ni kuhukumu kwa dhulma, na hivi ndivyo ilivyo. Almuhimu, wakampa Najashi zawadi walizompa. Thumma kallamahu, kisha wakazungumza naye. Faqala lahu, wakamwambia, ayuha almalik, ewe mfalme, innahu qad dawa ila baladika minna ghilmanun sufaha, wamekuja wakaingia katika mujtamaa wako na nchi yako vijana wanaotoka kwetu, watoto wanaotoka kwetu, sufaha ni masafihi, faraqu dina qaumihim, wamewacha dini ya watu wao, walam yadkhulu fi dinika, wala hawakuingia katika dini yako, wajau bidinin ibtada'uhu la na'rifuhu nahnu wala anta, na wakaja na dini walioizua hatuijui sisi wala wewe pia hujui. وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم, na sisi tumetumwa kwako wewe na watukufu katika makabila yao kule, jamaa zao, ammi zao, watu wao, wametutuma sisi tuje kwako ili uwarudishe. Fahum a'la bihim aynan wa a'lamu bima abu alayhim wa atabuhum fihi, kwani jamaa zao ndio wanaowajua zaidi hawa, wajua zaidi matatizo waliokuwa nayo na aibu walizokuwa nazo hawa. Faqalat batariqatuhu hawlahu, wale makomanda wa jeshi hapo wakati ya nguvu second, watia nguvu sasa. Sadaqa ayuha almalik, wamesema kweli hawa ewe mfalme. Qaumuhum a'la bihim aynan wa a'lamu bima abu alayhim fa aslimhum ilayhima falyaruddahum ila biladihim wa qaumihim, wasalimisha hawa watu kwa hawa, waende na wao bwana, waregeshe kwa watu wao, wao ndio wanaowajua zaidi. An-Najashi amesifiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni malikun adil, ni mfalme mwadilifu. Faghadhiba an-Najashi, waliposema ile maneno Najashi akakasirika sana. Wa aba an yaqbala kalamahu, akakataa kukubali maneno yao.
angalia hapa ni kabla ya kusilimu. Uadilifu ni kitu muhimu sana katika uongozi na katika kila jambo. Sikuwa nimesikia upande wao tu basi khalas nitakubali yale maneno moja kwa moja bila ya kuhakikisha. La, wahalafa alla yusallima man lajaa ilayhi wa ila biladi hatta yad'uhu, akaapa kwa mimi siwezi kumregesha yoyote aliyekuja kutafuta himaya yangu katika nchi yangu mpaka nimuite nimsikilize naye. Fayasalahum amma yaqulu hadhani fi amrihim, ili awaulize haya maneno wanaoyazungumza hawa kuhusu wao. Muda umesonga. Sasa mpita nusu saa. Fikiri nikianza kuzungumza tena hapa nitatumia tena nusu saa. Tumefikia mahali kuwa masahaba wale waliokwenda pale waitwa, njooni mbele ya Najashi mje mjieleze kuna nini, mbona hao wasema kuhusu nyinyi 1 2 3. Tazungumzia inshallah katika kikao kitakachokuja yale yaliyojiri baina ya Najashi na masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam radhiyallahu anhum alipowaita kuja mbele yake. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.